Taarifa kwamba nawindwa na watu wasiojulikana wakiwa na nia ovu. Kwa sababu wale watu walinipigia simu. Kuna mtu alinipigia simu tarehe hiyo, tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu wa 2025 akijitambulisha kama Deputy RCO wa mkoa wa kipolisi wa Temeke, akiwa ananitaka niende Temeke kwa ajili ya mahojiano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni tena ndugu jamaa na marafiki. Kama ni mgeni kwenye akaunti yetu, usisahau kusubscribe na kulike video zetu. Thank you very much guys. Leo na video ambayo mimi mwenyewe imenishangaisha na wewe pia utaiona itakapokushangaza, kwa sababu ni huyu kaka ni mkaka kutoka Tarime, anadai kwamba anatafutwa na nani? Jeshi la Tanzania. Sasa kama serikali yenyewe ambao wako na ulinzi au wanajeshi ndio wenyewe wako kwenye ulinzi, sasa kama wanajeshi wenyewe wanaanza kutafuta raia, sasa unafikiri kuna kitu gani kitatokea? Huyu kaka anadai kwamba hajui ni wapi atapata ulinzi. Wewe unafikiria ni kitu gani atakachofanya ndani ya nchi ili aokoe nafsi yake? Kama ndio ndugu wa Tanzania wenzangu, kwa majina naitwa Zakayo Chacha Wangwe, ni mwana Tarime na Mtanzania. Ndugu zangu, nimeona ni tume ujumbe huu mfupi kwa wenye mamlaka, kwa maana mamlaka za utawala wa nchi yangu ya Tanzania, pale ambapo nitagusa, basi wale wenye mamlaka waweze kuchukua hatua za kuweza kusaidia kutatua matatizo haya ambayo nitayaainisha. Ndugu zangu, itakumbukwa kwa wale ambao walijaribu kufuatilia, ilikuwa tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu, nilitoa taarifa kwenye mitandao nikiwa kwenye groups za chama na zingine mchanganyiko, hasa za Tarime, juu ya moto ambayo imenisibu. Kwa maana kwamba tarehe hiyo 14, kwa ufupi nirejee kwa wale ambao hawakusikia, nilitoa taarifa kwamba nawindwa na watu wasiojulikana wakiwa na nia ovu. Kwa sababu wale watu walinipigia simu. Kuna mtu alinipigia simu tarehe hiyo, tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu wa 2025 akijitambulisha kama Deputy RCO wa mkoa wa kipolisi wa Temeke, akiwa ananitaka niende Temeke kwa ajili ya mahojiano. Sasa mimi nikamuuliza kwamba unataka nije Temeke kwa mahojiano kwa sababu zipi? Mahojiano hayo yanahusu nini? Akaniambia unalalamikiwa na mtu anaitwa Eliakim Maswi, ambaye kwa sasa ni katibu mkuu. Hata wakati ule by then alikuwa katibu mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria, kwamba kuna magari uliyataja ukiwa unatadhahirisha watu wa CCM kwamba wasio muunga mkono, kwamba magari hayo, kataja namba za magari lakini pamoja na rangi za magari, kwamba watu wawe makini wale wasio muunga mkono, kwa sababu magari umepata taarifa kuna watu wabaya ambao wamejipanga kuteka watu na kuwashughulikia wale ambao hawamuungi mkono. Kwa hiyo tunataka uje utueleze kama hiyo taarifa ulitoa wewe, kama itaonekana una kesi ya kujibu, basi tutakusafirisha kwenda Tarime. Na of course nimuuliza kwa nini mniite Temeke na mimi ni mkazi wa Tarime, na taarifa ile nilitoa kuhusu hayo magari ni ya Tarime na ni mambo ambayo yalikuwa yanahusu uchaguzi wa ndani ya chama. Kwenye kura za maoni kuna tofautiana, kila mgombea anakuwa na mtu anayemuunga mkono. Akasema tumekuita Temeke kwa sababu ikionekana kwamba huna hatia tutakuachia, lakini ikionekana kwamba una kesi ya kujibu tutakusafirisha kwenda Tarime. Nikamwambia basi nipe muda nijaribu kuwasiliana kwanza na wakili wangu. Baada ya kuwasiliana na wakili wangu nitakurudia. Nilipozungumza na wakili wangu akajaribu kufuatilia cross check pale Temeke. Akaniambia hakuna kesi umefunguliwa pale Temeke.
Sababu kumekuwa na michezo, watu wanaita watu kwenye vituo vya polisi wakati ule, wewe njoo Temeke, unashangaa mtu kama katekwa hata hajafika kwenye kituo cha polisi. Au amefika kituoni wakati anarudi unaambiwa alipotea, alitekwa. Kwa hiyo katika mazingira hayo na mimi nikapata hofu kwa sababu kulikuwa na wimbi kubwa sana hilo la mambo ya utekaji. Kwa hivyo nikatakiwa tu kuchukua tahadhari. Kesho yake kwa sikwenda. Nikabadili tu location pale nilipokuwa nika shift. Kesho yake wale watu wamekwenda yale maeneo nilipokuwa nakaa. Kwa ndugu yangu. Wanakwenda na magari mawili ya kiraia, wanayapaki mbali alafu wanasogea kwa miguu, wanakwenda na mapikipiki, wamevaa kiraia wote, wanahoji kama wanaita mtu ambaye sijui niliongea naye mara ya mwisho, wanamhoji, wanambana, wana picha yangu wanatembea nayo. Wakaendelea kuwa wanaenda pale kila siku. Sasa mimi nilizima simu, walikuwa wanipati kwenye mitandao. Baada ya kuwa nimepata hiyo hofu. Sababu tumeona kuna watu wamekuwa kitwa, njoo tunakuhitaji hapa, sisi ni polisi, mwisho wa siku hatuwasikii tena. Sasa nimelazimika sasa kusema, na nilikuwa nimekaa kimya. Kwa sababu baada ya ile tafrani ilivyotokea, nilivyoona bado wanaendelea kunifuatilia, nilitafuta namna ya kukimbia nchi. Nilikimbia nchi kuja hapa nchini Kenya kwa ndugu zangu wengine, kwa sababu sisi Wakuria kama mnavyofahamu tuna ndugu huku, tuna ndugu na upande ule mwingine wa Tanzania. Kwa sasa nasema hivi kwa sababu tayari naona kuna serikali mpya imeundwa, na waziri wa mambo ya ndani ndugu Simbachawene, mimi binafsi huwa na imani naye kwa namna ambavyo huwa anatimiza majukumu yake. Sasa nikaona nitumie nafasi hii kumpa ujumbe huu kwamba atusaidie hasa pale Tarime. Kuna tatizo kubwa sana. Kuna mtu mmoja ni RCO wa mkoa wa kipolisi wa Tarime Rorya, anaitwa ndugu Maskamo. Amekuwa changamoto sana. Na nimekuja kugundua pia hata ile habari ya watu wale kuwa wananifuata kule, wanajitambulisha wengine, si mara tumetoka Tarime, mara Oyster Bay, mara nini, wanaambia watu hivyo, wananitafuta kutaka kujua mimi napatikana wapi na vitu kama hivyo, ndugu yangu anakaa wapi, wanakwenda kupiga mpaka picha nyumba. Nimekuja kugundua walikuwa na link na huyu RCO, na inawezekana yeye ndo alikuwa anawatuma kwa kutumiwa na Eliakim Chacha Maswi. Kwa sababu kuna matukio yanaendelea hata pale Tarime, watu wanakamatwa, watu ambao walikuwa pengine hawamuungi mkono Maswi wakati ule anataka ubunge, watu ambao walikuwa wanamuunga mkono ule K aliyekuwa diwani wa Nyakonga. Kuna kijana mmoja anaitwa Mwita Esther amekamatwa na huyo Maskamo, wamempeleka sehemu moja inaitwa Komaso, amepigwa sana, amekaa siku zaidi ya 40 kituoni, na anapigwa na lazimishwa kwamba mtaja kwamba wewe K alikutuma ukachome shule. Kwamba alichoma shule, anatuhumiwa kwa kuchoma shule ya Magoto Sekondari. Kitu ambacho sio kweli. Ile shule hata mkienda pale na mtakuta shule ipo na hakuna mahali shule ilichoma. Kwa hiyo kuna kubambika kesi. Kwa sababu waziri nimeona taarifa yake anasema anajaribu kuwasihi polisi wasibambikize watu kesi. Tarime kule kuna shida. Watusaidie. Kuna vijana wengi mpaka sasa wako ndani kwa hila tu za kisiasa na vitu kama hivyo. Lakini anayeratibu na kufanya hayo mambo ni huyo RCO. Huyo bwana Maskamo. Sasa tumekosa uhuru kwenye nchi yetu. Na nimekuja hapa kusema kwa sababu mimi nilichukulia kawaida. Nikasema acha tu niendelee kujificha huko. Sababu kumekuwa na matukio watu wetu wametekwa wengi sana Tarime. Wamepotea mpaka leo hatujui walipo. Acha niokoe na mimi mwili wangu niendelee kuangalia watoto wangu. Lakini Maskamo ameendelea kuwa anapigia watu simu ambao nadhani pengine ni rafiki zangu kuwaulizia mimi nilipo. Juzi wamekamata kijana mmoja ambaye nitamhifadhi jina lake. Wakati wanamhoji Maskamo amekaa pale ofisi ya ID Tarime, anamuuliza aseme mimi niko wapi, kwamba yeye huwa anakuja tunaonana mimi na yeye. Mara anamtisha kwamba hujui kwamba Zakayo anatafutwa sana. Hujui kwamba Zakayo huyu akikamatwa atakuletea wewe shida, atakuingiza kwenye shida, kwa nini unakuwa na urafiki naye? Sasa mimi nimesema kwa sababu Mheshimiwa Waziri, ingilia swala hili kati. Ili kama kuna kesi ninayo ya kujibu, basi niitwe polisi. Sio habari za kuviziana kutaka kutekana. Niitwe polisi Tarime, mimi nitakuwa tayari nitasafiri kutoka Kenya, nitakwenda Tarime, kama ni mahakamani wanipeleke.
Lakini hizi habari za kuvizia vizia, kukamata watu, wanawabana semeni walipo ili wanikamate kimya kimya wanipeleke wanako kujua wao, hilo kwa kweli sitakubali. Lakini pia nimwambie Mheshimiwa Rais Dr. Samia, kwa sababu yeye ndio mamlaka yake ya uteuzi wa waziri wa katiba na sheria, ajaribu kumwangalia namna ya kumuonya. Asitumie mamlaka yake ya uwaziri wa katiba na sheria kunyanyasa watu. Sasa tumeona ni mtu anapenda kesi. Alikuwa anamsumbua hapa mbunge sio, anamdai mabilioni mangapi. Mara sijui anakimbia anafufua kesi, sijui K aliua nani. Wakati kesi ilienda ikaisha. Yaani ni usumbufu. Mimi sasa hapa nimekosa amani nyumbani kwangu, familia siendi kuona. Nikijitokeza hata Tarime tu siku moja kwamba nimeenda kusalimia familia, wakijua wanaanza tena kunitafuta, wananiwinda kimya. Nikiuliza kuna kesi nashtakiwa nao Tarime, hakuna kesi. Sasa huyu Maskamo ni mtu ambaye amegeuka kuwa anafanya kazi kwa maelekezo ya yule katibu mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria. Mtu ambaye nadhani kama aliteuliwa kufanya hiyo kazi ambayo amepewa hafanye. Lakini kama ni habari za siasa, asitumie mamlaka yake kuja kuleta vurugu za kisiasa hapa. Tuliona hata alivyofanya kule Nyakonga kwenye uchaguzi wa udiwani. Anaficha wajumbe, katibu mkuu mzima wa Wizara ya Katiba na Sheria. TAKUKURU wanakwenda pale wanafukuzwa kwamba ni maelekezo. Umeona bwana? Polisi wanakwenda wanarushua mawe, wajumbe wamefungiwa kwenye mji wanalala usiku kucha kwa maelekezo yake. Kesho yake wanapelekwa under escort na walinzi eti Green Guards wapeleka mafunzo vijana sijui zaidi ya 50. Wanawalinda wajumbe kwenda kupiga kura. Wakamfanyia ukatili sana yule bwana mwenyekiti. Na hata baada ya hapo umeendelea kuwa wanamuinda sana huyo K aliyekuwa mwenyekiti wa halmashauri. Ninaambiwa saa hizi hata yeye ana miezi miwili hayuko Tarime. Ni kama naye amekimbia kwa kuhofia, anatishwa na huyo Maskamo. Kwa maelekezo, kwa kutumwa na huyo bwana. Kwa hiyo tunaomba tusaidiwe. Sababu haya mambo haya ndio yanayochochea chuki kati ya wananchi na serikali. Mpaka inatokea tafrani hii, tunaingia kwenye shida kama taifa. Mimi naamini kwamba hawa watu wanaoleta hizi habari za kutaka kuvuruga amani ya nchi, kwa sababu amani inavurugwa na watu wa aina hii, watafutiwe shughuli zingine za kufanya. Mtu kama huyu Maskamo atafutiwe kazi nyingine ya kufanya, hata sio kumhamisha, kwa sababu hata ukimpeleka Mtwara ukampeleka Arusha, bado ataenda kuendelea kunyanyasa Watanzania na ataendelea kuchochea chuki kati ya serikali na wananchi. Tunaomba mtusaidie. Imekuwa kero Tarime. Watu wanachukuliwa. Ni mtu ambaye kwanza anatuhuma pia hata yule bwana Sinda Keteba aliyekuwa mgombea udiwani aliyetekwa, aliyepotea pale Sirari. Sasa familia, ndugu zake, mdogo wake tuliona kwenye vyombo vya habari anasema mara mwisho alikuwa na huyo Maskamo. Lakini yule bwana hajawahi kuonekana. Na huyo Maskamo hakuna hatua yote anachukuliwa. Sasa tumekosa uhuru ndani ya nchi yetu. Tarime watu wamekimbia, wengi wako nje ya nchi. Watu wanajificha. Sasa maisha gani haya ndugu? Kwa hiyo tunaomba kwa kweli tupate usaidizi. Tusaidiwe. Hizi habari sasa, kama sasa hivi nasikia huyu bwana Waswi Eliakim anaambia watu wake kwamba sasa, bahati nzuri na marafiki wengi ambao tulikuwa tunamuunga mkono wakati ule kabla ya tujatofautiana, baada ya kuwa tunaona wanafanya mambo ambayo hayastahili, hasa kwenye kutumia rushwa kubwa sana kutafuta ubunge pale Tarime. Anaambia watu kwamba mama amemwahidi Mheshimiwa Rais atampa ukurugenzi wa TIS. Sasa huyu akipewa ukurugenzi wa TIS, hiyo nchi tutakaa. Watu ambao hatukumuunga mkono wakati anatafuta ubunge, tutaishi tena Tarime. Nafasi tu alionayo hiyo katibu mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria imekuwa kero kwa watu wengine. Tunaomba kwa kweli mamlaka mtusaidie. Wenye uwezo wa kudili na wao polisi wanaonyanyasa watu. Maskamo yuko pale na kamtandao kake. Chukua watu wanakwenda wanawatesa, kama kijana Mtesta wamempiga sana mwezi mzima. Hakuna kesi ya msingi. Nyanyasa tu. Wako na kijana mmoja sio anajiita si Maulidi, naye ni OCS wa Borega pale. Ana watu wake wanaofanya vituko hapa. Umiza sana watu wetu. Tusaidiwe. Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, imulike ile Tarime. Ni shida. Kuna watu Tarime pale wametekwa, kama sio kupotea, watu karibu hata 20 wanafika. Hao watu walioko pale wanajua, kina Maskamo wanajua hao watu waliko. Bado wanaendelea kutuinda na sisi wengine bila hata sababu za msingi. Sababu za kisiasa. Kwa mfano mimi labda kosa nilionalo ni sababu za kisiasa, kutoa opinions labda za kisiasa ndani ya chama.
cha Mapinduzi wakati wa kura za maoni. Bado mchakato wa kura za maoni ulishapita, bado tuendelea kuindana. Mtu anakaa anauliza watu, sema Zakayo alipo, Zakayo alipo. Mimi nishindwe hata kuja kumsalimia mama yangu akiwa anaumwa? Hii itakuwa sasa ni mambo gani? Tunaomba msaada kwa kweli. Kwa hayo machache, nashukuru. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Yaani ndani ya Tanzania anaogopa na wanomtafuta ni jeshi lenyewe, na yeye ni mkaaji wa Tarime wakati Dar es Salaam. Sasa ndio hizo vitu ambavyo vinamchanganya sasa hivi mpaka kaka anashindwa kuelewa cha kufanya. Na unajua serikali yetu Tanzania mambo kama haya wanayapuuzia sana, hataki kujua na hataki kusikiliza. We mwananchi leo ukikamatwa, ukiuliwa, hakuna mtu anakujali, kwa sababu Mama Samia ndivyo alivyowatengeneza ili jeshi na jumla serikali yake kuwa iwatese wananchi wasipate uhuru. Na hiyo kila siku Gen Z tunapiga kelele, tunatoka nje kufanya maandamano kwa sababu tunataka tupate haki ya watu wote. Sio tu hiyo haki imekaliwa na watu fulani tu pale, imewazunguka wao tu, wengine hawana haki. Ukitekwa, ukiuliwa, ukipigwa, ukifanya chochote, hauna mtu yote atakayekutetea isipokuwa wewe. Ni kama tu mbwa tu alioachiwa katika barabara, hana mwenyewe. Sasa hiyo inawatesa watu wengi sana ambao wanashindwa kuelewa watafanya nini. Na unajua hii serikali ya Tanzania na ikiendelea hivi kwa kweli inaenda kubaya. Tusipotoka sisi wananchi na vijana kwa jumla, tusipotafuta haki yetu, hakuna mtu yoyote anaweza akaja leo akakutafutia haki yako. Sasa utapata haki yako kwa njia gani? Ni lazima uongee, lazima upaze sauti yako kwa kila sehemu, iwe kwenye mitandao, iwe kwenye redio, iwe kawaida. Ni hapo ndipo tutakapofika malengo yetu. Tusipoongea, tukinyamaza, guys, kila mtu atatembea kwenye mwili wetu na tutakuwa hatuna nafasi yoyote ya kesho kuja kujitetea. So guys, ni muda sasa hivi wa kila mtu kusimama kutafuta haki yake. Ataipata vipi? Najua ukiongea kama hivi moja kwa moja serikali inakwambia wewe ni mhaini, kwa sababu hawataki wananchi waongee, hawataki wananchi watoe mawazo yao, kwa sababu wameweka ile gaps, ile katiba yao waliotengeneza imekataza uhuru wa kuongea kabisa kwa mwananchi. Wao ndio wana haki ya kuongea, watoto wao ndio wana haki ya kuongea, wenyewe ndio viongozi ndio wana haki ya kuongea, lakini mtu mwingine hajapewa nafasi yote ya kuongea. So ndio muda sasa hivi guys wa sisi kuongea, kutafuta haki yetu kwa pande zote, iwe udi na uvumba, ili tupate haki yetu. So tunamwona huyu kaka anavyolalamika, ni kweli ni maneno ambayo anatia huruma, lakini atajua tu atafanya nini, kwa sababu mimi sasa hivi siwezi kumwambia bana toroka nenda nchi nyingine, fanya hivi, siwezi kumwambia chochote, lakini yeye mwenyewe anajua atafanya nini ili atakavyojiokoa. Bana, nashukuru sana. Kama ni mgeni kwenye akaunti yetu, usisahau kusubscribe na kulike video zetu. See you next video guys, bye bye.